Na ukitaka kujenga taswira ya umma unakoelekea, hebu angalia shababu wake wakoje, vijana wa umma huu katika zama hizi wakoje, utapata taswira ya umma unakoelekea. Hiyo miaka ya 90, miaka ya 2000, hayo majani yanayoitwa mrungi, hizo gomba wanazozitafuna zilikuwepo, lakini hazikuwa na walaji kama mwaka huu 2025. Huo mpira watu wanaoshabikia usiku na mchana, ukiangalia hizo timu zingine za miaka 30 na miaka 40 huko kwenye miaka ya 90 hazikukusanya mashabiki, mpaka wazee vikongwe, wabibi vikongwe, watu wote wakakimbilia huko, wakashughulishwa na laibu walao. Haikuwa hivi kama mwaka huu tuliokuwa nao, na hatuwezi kujua miaka inayokuja. Mkiwasikia hao fanani wanaoitwa wasanii, hiyo miziki ilikuwa katika zama mpaka za babu yetu huko, baba zetu, kulikuwa kuna miziki yenye maneno, yenye kuchezwa na mavazi. Ile miziki ile ya miaka 70 na 90 iliyokuwa ikipigwa na maplaya na maneno yao wanayoyaimba, wakionekana wahuni wa zama hizo, sio mziki wa leo. Taghayyarat al-umur, mambo yamebadilika. Inawezekana wapenzi wa mziki miaka ile walikuwa wanaweza kuweka sikio na kusikiliza yale maneno, lakini wapenzi wa mziki wa miaka hii wenyewe wanaona aibu. Nao walikuwa wasanii wana mavazi yao, wakavaa masuruali yao ya kumwaga, mashati makubwa, maviatu marefu, lakini sio mavazi ya zama hizi. La ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu sharrun hatta talqaw rabbakum, haiji zama isipokuwa inayokuja baada yake inakuwa na shari kuliko iliyopita, mpaka mtakapokutana na Mola wenu.